wewe bonyeza sweta nani? Sweta kata wewe, sweta vikata hivyo vipande. Nipo na shetani wa Yanga kwa jina Baba Labiat. Ya. Natuona mimi sasa nasema hivi. Wewe umesema tarehe 1? Ya. Umesema tarehe 1 kwamba utatufunga. Ndio. Sasa nataka kuambia hivi. Yes. Kila siku usiwe unapanga kwa kichwa chako. Sawa. Na ukajua kama mwanamke unaposema kwamba ndivyo anavyozaa alifia ya 9. Umeshanielewa? Yes. Wao umezoea kwamba Yanga Simba atafunga. Ni kama sawasawa na hii juzi wakati mnatoka kwenye kimataifa. Mlizungumza hivi, si tunaenda kwenye ushindi na mlikuwa mna uhakika kabisa. Katika maisha yako nakwambia hivi, hebu chunga sana kijana. Chunga sana kijana mdomo wako. Maana huo mdomo yani ulinde sana. Sasa mimi maneno yatakuja kurudia. Nakuuliza swali. Yanga alichomoa 3 au kuchomoa Zanzibar? Aya, mlishinda? Masuala ya Farabati na Ahali tu yaache kwanza. Shida ilikuwa sio kushinda. Nani Zanzibar? Shida ilikuwa ni ushindi, muingie robo finali. Na mimi nakwambia na ujijue kwamba nyinyi hamna timu. Sawa, sikiliza. Umeelewa? Timu una. Subiri, tangu 95, 98 nilikuwa siwahi kuingia robo. Nimekuja moja kwa moja mpaka finali klabu bingwa. Nimeingia kipindi cha Aziz Ki. Ina maana kwamba mimi wamenitangulia, lakini mimi nitakuja kuchukua kombe kabla wewe hujabeba. Mimi na viongozi, mimi sina raia. Simba kuna raia, wewe una raia pala, hakuna kiongozi wa kuibeba Simba. Shirikisho ndio unazungumzia. Subiri kwanza, wewe ukitaka kupata madini, naomba unisikilize. Tofautisha viongozi na raia. Watu wenye elimu wako Yanga Afrika. Akili moja ya injinia inavyofanya kazi sawa na akili zote za viongozi wote wa Simba. Ndugu mwandishi dada, naomba unisikilize. Wewe unavyoiongelea Simba, unaongelea Kandondo Cup ya mitaani. Una nani? Haya, naanza kuhesabia. Mangungu yule ni mpiga hela. Huyu Matola anafanya nini pale? Simba sasa hivi inatakiwa ifukuzwe mpaka viongozi wote mfukuze, mwanze upya. Mshabiki kama wewe angalia ulivyokonda mama. Unaipenda Simba kuliko umekonda umeisha. Simba itakuweka wapi? Tena subiri kwanza mpaka sasa hivi mimi natembea. Usiniambie kwanza, sasa hivi natembea na vifaa vyangu vya Simba. Nikwambie sasa. Umeshanielewa? Mimi ndo mama wa Simba. Sasa nataka kukuambia hivi. Hizi ndo zana zangu. Kama nyie mlikuwa mnapiga mahesabu yale ya zamani, mimi nimeingia upya. Kama jinsi nilivyowaambia hivi, naenda kuwaroga. Umesikia? Subiri, nimefanya nini mimi Misri? Kwani mmetoka? Aliyewatoa ni nani? Hebu jifikirie, nani aliwatoa kule Misri? Mimi nimetumiwa tiketi. Nimetumiwa mpaka passport. Nimeenda mimi kule Misri. Nakwambia hivi, mimi nimeenda Misri. Nimeenda kufanya kazi moja tu. Maana nilikuwa nasikia mlikuwa mna copy tu. Nasema kwamba wale wamegombana. Sasa baada ya kugombana mimi nimeenda kupatanisha. Lazima niongee nikwambie. Ngoja basi. Nakuuliza swali. Wewe na Yanga nani kazaliwa kwanza? Wewe na Yanga nani mkubwa? Hatana masuala ya kuzaliwa. Yanga ndio tangu kitambo kurogeka. Sasa mje kurogeka. Mbona juzi mmerogeka? Na nani? Mmefanyaje juzi? Kilichokifanya kitu gani? Mmetoa jasho bure, mmeonga pesa zenu bure, kila kitu mfanya bure, natoka pale, naenda kwa kwambia hivi, sio wote wanaoga kaenda mjini. Subiri. Ndio kumbuka hilo. Sawa. Na sio uwe mwanaume ukaitwa baba. Na sio kwa mwanamke aitwe mama. Sasa ndio hivyo sasa. Baba akikasirika ndani, watoto wote lazima warudi. Mimi nakwambia ipi naanza? Achana masala achana nayo, achana kukopi na kupesti. Achana nayo haya. Sasa hivi tunaongelea mpira. Mmeenda kumchukua Okero. Mmeenda kumchukua kwa ndege 50. Mna sifu zote. Haya. Sasa hivi Okero yuko wapi? Kaenda Al-Ahly. Mmepigwa Al-Ahly, hakuepo Okero. Nakuuliza hivyo, Okero hamkupigwa Al-Ahly, alikuwa yupo. Haya, pale Farabati mmepigwa goli moja. Okero hakuwepo, alikuwepo. Haya, mmesajili nini? Mama, nataka nikuulize swali. Subiri. Niambie sasa mmesajili kwa ajili ya Simba. Nyie amsajili kwa ajili ya kimataifa, msajili kwa ajili ya Simba. Sasa kama mnasajili kwa ajili ya Simba, sasa tusajili kwa ajili ya Simba. Tunasajili kwa ajili ya kimataifa. Kimataifa iko wapi sasa? Pointi moja na goli, pointi tatu na goli moja. Aliyo wa kwanza anakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Mko wapi mliokuwa na pointi 8? Tuko sawa wote, tumerudi. Wote tuko pamoja. Wote tuko pamoja. Sasa nakuuliza swali. Tarehe 1 nikikufunga mara ya 7 utanipa nini? Nataka kukuambia hivi, mimi ukinifunga tarehe 1. Tarehe 1 ukinifunga.
Yaani nasema hivi. Hiyo hadi inasikilizwa. Na binti yangu. Na binti yangu. Nitakupa binti yangu. Wewe una mwanamke wewe. Tunafanana. Sana tu. Mwali huyo. Na binti yangu nitakupa binti yangu. Mama mkwe shikamoo. Hiyo tarehe ukinifunga mimi Simba, ukinifunga mimi Simba. Tarehe moja wewe na weusi wako huo. Unanipa mtoto wako. Sipendi mtoto nani mko wangu mweusi, lakini nitakupa mwanamke. Nitakupa mtoto wangu wa kike. Shikamoo mama mkwe. Nitakupa. Yaani baba, unafungwa. Na ufungi. Sikiliza. Kwa kikosi nilichonacho sasa. Twende kuandikishana polisi pale. Kikosi nilichonacho nakwambia na polisi siingilie kama unasema. Nakwambia unifungi mimi ndo Simba. Mama wa Simba. Kama nilichokifanya kule Misri, nilichokifanya Misri mimi ndio nakijua. Nenda ukifanya pale Zanzibar. Si mnasema Zanzibar mnapeleka mitunguli, mnapeleka yale majini. Pakome kwanza amevunjiwa kwa ajili ya vijini vile. Kashavunjika yule. Mmemchukua msukule yule. Unanipa binti yako. Mmemchukua msukule yule Pakome yule. Pakome sasa hivi hana lolote, kashavunjika vipande kule Zanzibar. Na mimi ndio nimeshughulika nalo hilo. Naendelea kushughulika na wachezaji wenu. Subiri sasa, subiri twende. Naitwa Baba Rabiati, niko na mama Simba, amesema atanipa binti yake. This is father drive. Mimi si cheki. Hala. Nakupa. Tumemaliza.